Dua sio maombi ya kwako. Dua haimbebi mtu mmoja, sio kitu cha kawaida kibiblia kila mtu akaenda kuomba dua. Leo nazungumzia dua ambayo ina mahitaji zaidi ya kwako wewe, ila sio maombezi, ila inagusa mahitaji ya watu wengine pia. Sio kila mtu kwenye familia anaweza kwenda kuomba dua. Waombaji wa dua ni lazima wawe na mahusiano mazuri na Mungu, kwa sababu wanabeba dhamana ya watu wengi kwa ajili ya maagano. Kuna saa ambayo Mungu anataka kumtumia aliyepo katika nafasi. Katika familia yenu, nani ambaye amesimama kama kuhani wa familia? Nani ambaye anaweza kawaita mkaongozwa hata katika ibada? Kuna vitu ambavyo unaweza ukadhania ni vya watu wengine, ukivishiriki kwenye maombi, vile vitu vinaweza vikawa na kwako pia. Tunaposema dua, mimi siwezi kujua umetoka katika mazingira gani, lakini kuna vitu ambavyo vinaweza vikakuandama kwa sababu ya watu waliofanya huko nyuma wakakukosesha na ukaingia kwenye makosa, kwa sababu hivi vitu vina tabia ya kuweka na kuendelea na kuendelea na kuendelea. Mtakatifu Baba, Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya siku hii mpya, siku ambayo Mungu umetuita tena tusogee mikononi mwako na kutafakari juu ya upendo wako kwetu. Wewe ulitupenda kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, na hata sasa Mungu umeendelea kutupenda. Tunazidi Mungu kushukuru kwa ajili ya neema hii na fadhili zako hizi. Asante Mungu kwa ajili ya pendo lako kupitia Yesu Kristo alijitoa msalabani kwa ajili yetu, na sasa tumepata neema ya kukaa chini ya miguu yake na kutafakari juu ya upendo huu mkuu. Asante Baba kwa kuwa kanisa lako linahitaji kutembea na wewe, na mimi mtumwa wako na mjakazi wako nimesimama mbele za uso wako kuomba rehema zako, si kwa ustahili wangu, si kwa ajili ya haki yangu, ila ni kwa ajili ya neema yako. Basi kupitia neema yako Mungu, ukifunike kinywa changu kwa mapenzi yako, ukitakase kinywa changu kwa kaa la moto, ili Mungu kutoka katika kinywa hiki ukaseme na watoto wako. Imenipasa mimi kushuka ili we Kristo uweze kuinuliwa. Asante kwa Roho Mtakatifu, kwa kanisa lako litajengwa na kuimarishwa kupitia kinywa hiki, na utukufu wako kurudie sasa na hata milele. Amen. Watu wa Mungu, naomba tuketi. Tunaendelea na masomo yetu. Waga watu wanaona navaa hiki, wanauliza nini hata mchungaji, au ndio hilizi za siku hizi hizo? Hiki ni kinasa sauti ambacho kinatumika kwa ajili ya kurekodi. Masomo yetu yanarekodiwa na tunayatunza pale katika ofisi ya mchungaji, na tukifundisha leo basi tunaacha siku ya kesho Alhamisi, Ijumaa yanakuwa tayari. Kwa hiyo watu ambao wanatamani kusikiliza mafundisho wanaweza wakarudia. Sio watu wote wanapata nafasi ya kuja kwenye hizi ibada, lakini wengine wanatamani sana kufanya jambo hili kuwa ni endelevu, wakajifundisha. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Basi tunatanguliwa na somo katika mafundisho yetu haya kutoka Injili ya Yohana Mtakatifu sura ile ya 15. Injili ya Mtakatifu Yohana sura ile ya 15, na soma mstari wa 16. Pale ndiko tunakoanza mafundisho yetu. Injili ya Mtakatifu Yohana sura 15 mstari ule wa 16. Hapo ndiko tunakoanza mafundisho yetu. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliwachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mwombalo Baba kwa jina langu awapeni. Amen. Wapendwa, leo ni Jumatano yetu ya tatu. Tulianza Jumatano ya kwanza, Jumatano ya pili, na leo tunaenda Jumatano ya tatu katika mwendelezo wa mafundisho ambayo ndani yake tunazungumzia kwa mwaka huu juu ya maombi. Na nimeweza kuweka msingi siku ya kwanza, na wiki iliyopita tulizungumzia kuhusu kitu kinachoitwa sala. Tulikuwa na mambo mengi ya kuzungumza, lakini nilijaribu kuitengeneza sala ya Bwana kwa upana wake na Wakristo waweze kuelewa kwa nini inaitwa sala. Na pale nikafundisha sala ni maombi ya kwako binafsi, ndani yake una mahitaji ya kwako binafsi. Nilipita katika maeneo hayo nikafundisha, lakini leo nataka nifundishe kitu kingine kinachoitwa dua. Na hii tunaiangalia inabeba pia nafasi
ya Timotheo wa kwanza sura ile ya pili mstari ule wa kwanza. Pale anatuorodheshea mambo muhimu katika maombi. Timotheo wa kwanza sura ile ya pili kuanzia mstari ule wa kwanza. Biblia inasema, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Kabla ya mambo yote nataka dua. Dua ni nini? Au dua ni aina gani ya maombi yanayoitwa dua? Na hapa nitapita katika maeneo machache. Neno hili limeelezeka sana au limezoeleka sana katika imani ya dini nyingine. Kuna dini nyingine ambayo neno hili dua limechukua nafasi kubwa, na wao wakisema dua wanamaanisha nini? Dua kwao imegawanyika katika maeneo makuu mawili. Wanaposema dua, maana yake kuna maneno yanayotamkwa yenye asili au yenye namna ya kukutengenezea laana au kukupatiliza. Yale maneno yanazungumzwa kupitia vitabu maalum ambavyo vikisomwa wanasoma dua, na ile dua ikikupata kwa sababu ya jambo lolote, ile dua inakuwa na nguvu kukuathiri katika maisha yako ya kiroho. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, wanasema kuna dua nzuri. Kwa hiyo unaweza ukasomewa dua nzuri hata kama utakuwa umekufa kwenye dhambi, ile dua nzuri inaweza ikakusababisha ubadilishwe. Hao wanazungumzia kuhusu dua. Ila kibiblia dua ni maombi yanayoelekezwa kwa taifa. Dua ni maombi kibiblia. Nimekuambia habari za imani nyingine, sasa nakuambia kibiblia. Kibiblia dua ni maombi yanayoelekezwa kwa ajili ya taifa. Moja. Mbili, nchi. Tatu, ukoo. Nne, kabila. Tano, mji au jamii. Hii ni kibiblia. Kwa hiyo katika Biblia tunajaribu kuona mtu anaposema kwamba nafanya dua na anaposema kwamba nakwenda kupeleka dua. Dua sio maombi ya kwako. Dua sio kwa ajili ya kwako binafsi. Ninatofautisha kati ya dua na sala kibiblia. Dua ni lazima uwe umeweka nguvu yako kwenye kuliombea taifa, kwenye kuombea nchi, kwenye kuombea ukoo wako, kwenye kuombea jamii inayokuzunguka. Dua haimbebi mtu mmoja, na kwa sababu hiyo kwenye dua kuna kitu kinachoitwa maagano ya nchi au maagano ya kikabila au maagano ya familia. Kwa hiyo unapokwenda kwenye dua, maana yake yale maagano yanapambana na dua yako, yanapambana na maombi yako ya dua. Kama kwenye taifa, lazima kwenye taifa ukitaka kufanya dua, basi ni lazima uwe unalenga vyombo vya utawala. Kama unataka kufanya dua kwenye taifa, lazima ujenge maombi kwenye mihimili ya hilo taifa. Katika taifa letu, muhimili wa kwanza ni serikali, muhimili wa pili ni bunge, na muhimili wa tatu ni mahakama. Kwa hiyo unaposema katika nchi napeleka dua, basi lazima ujue hii mihimili mitatu ndio inaelengwa. Ama unalenga utawala, au unalenga sheria, au unalenga bunge. Hii ndio mihimili mitatu ambayo ndani yake ukitaka kupeleka dua, basi unafanya hivyo. Unaweza ukaombea bunge usijue kama naliombea bunge katika dua. Na ndio maana kabla ya mambo yote bungeni kuna dua lao la bunge, na lile dua ambalo wanalifanya bungeni lina maana kwamba waweze kusimama katika ukamilifu wa kimungu. Lile dua la bungeni halina masuala ya dini, anatajwa Mungu tu, halitajwi masuala ya imani ya mtu mwingine. Kwa hiyo wabunge wote wanahusika katika lile dua. Lakini tunapozungumzia hii dua katika nafasi ya ngazi ya ukoo, katika nafasi ya ngazi ya ukoo, nini kinachofanyika? Kiongozi wa ukoo ama
aliyepewa dhamana katika ukoo ndiye ambaye anapaswa kusimama na kuomba dua kwa niaba ya ukoo. Sio kitu cha kawaida kibiblia kila mtu akaenda kuomba dua. Dua inaombwa na watu ambao wamepewa mamlaka ya utawala au wamepewa fursa. Kwa hiyo katika ukoo, katika familia, sio kila mtu kwenye familia anaweza kwenda kuomba dua. Sio kila mtu katika nchi hii anaweza akasema kwamba nahitaji kwenda kuomba dua. Dua ina viwango vyake vya kuomba, na kwa sababu hiyo waombaji wa dua ni lazima wawe na mahusiano mazuri na Mungu, kwa sababu wanabeba dhamana ya watu wengi kwa ajili ya maagano. Kanisa, Bwana asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Na hapa niseme mambo machache. Nichukue kwa ajili ya Esther. Esther katika kitabu chake cha Esther sura ya 5, nitaanzia Esther sura ya 5 mstari wa 5 hata ule wa 8. Tuone Esther anazungumzaje kuhusiana na dua, na nitaeleza nini kilichokuwa kimetokea kwa Esther. Esther, kitabu cha Esther sura ya 5, mimi nasoma kuanzia mstari wa 5 hata ule mstari wa 8. Huku nyuma kuna habari ndefu tu, lakini mimi natamani nisome hiyo mistari michache. Basi mfalme akasema, muhimize Hamani ili ifanyike kama Esther alivyosema. Hivyo mfalme na Hamani wakafika katika karamu ile aliyoiandaa Esther. Basi mfalme akamwambia Esther pale penye karamu ya divai, dua yako ni nini? Nawe utapewa, na haja yako ni nini? Hata nusu ya ufalme utafanyiziwa. Esther akajibu na kusema, dua yangu ni hii na haja yangu ni hii, ikiwa nimepata kibali machoni pa mfalme, na mfalme ukiona vema kunipa niombalo na kunifanyizia haja yangu, na aje tena mfalme na Hamani kwenye karamu nitakayoandalia nami kesho nitafanya kama vile mfalme ulivyosema. Hii Esther anaulizwa dua yako ni nini? Kipindi hicho kilikuwa ni kipindi kigumu kwa ajili ya Wayahudi, kilikuwa ni kipindi kigumu kwa ajili ya taifa la Israeli, kilikuwa ni kipindi kigumu katika nyumba ya Esther, ukoo wa Esther. Kina Mordekai wapo katika kiwango kigumu mno. Esther akaamua kwamba ninafanya dua. Dua ya Esther ilikuwa ni dua ya faragani, ilikuwa ni dua ya sirini. Lakini Esther wakati anaenda katika ile maombi yake haya ya dua, Esther anataka kuwaokoa wana wa Israeli. Esther anataka kuwaponya wana wa Israeli, na Esther anafunga na Wayahudi wote wanafunga. Kumbuka hii dua inapofanyika kwa kiwango cha mpaka watu kufunga na kuamrisha wengine kufunga, huwa kuna neema kipekee sana ambayo Mungu anaifanya. Sasa Esther akawaambia watu wafunge, watu wote wakafunga. Na ilikuwa mtu akienda kwa mfalme kinyume na utaratibu, yule mtu alikuwa anaondolewa uhai wake, isipokuwa mfalme akinyosha fimbo. Hawa wamesimama kwenye kuomba. Esther anasimama kuombea familia yake, kuombea taifa lake, kuombea watu wake. Esther siku ya 3 akiwa anatoka katika behewa, mfalme katika mazingira yasiyokuwa ya kawaida akamnyoshea fimbo Esther. Esther alipoona mazingira ya dua yake akisema siku ya kwanza hayatafanikiwa, Esther akatumia tena nafasi. Dua au maombi yale yalikuwa lazima Wayahudi wayabebe tena kwa namna ya kiwango kingine. Akamwambia, naomba nifanye dua yangu kesho, naomba maombi yangu niyalete kwako kesho. Anamwalika tena mfalme na Hamani ili waje tena kwenye ile karamu. Kesho yake wanakuja kwenye ile karamu, Wayahudi kipindi chote wamefunga. Esther anaandaa karamu katikati ya watu waliokuwa wamefunga kwa sababu ana dua, na mfalme anamuuliza dua yako ni nini? Siku inayofuata tukiendelea pale mbele, ndio Esther anasema dua yangu ni hii, naomba utupe ruhusa Wayahudi tusiuawe, kwa sababu kuna mtu anaitwa Hamani ametuma waraka, lengo lake ni kutuangamiza. Esther dua yake ni kuokoa familia, ni kuokoa uzao, ni kuokoa nchi yake, ni kuokoa watu wake wa nyumbani mwake. Na mfalme anasema ni nani? Anamwambia ni Hamani uliyekuja naye kwenye karamu.
Huyu ndiye ambaye ametusababisha tufunge. Huyu ndiye ambaye amesababisha tusile, Wayahudi wote. Huyu ndiye ambaye tatizo letu. Na mfalme anabadilisha masuala ya Esta. Nataka kusema watu wa Mungu, unaweza ukawa chanzo cha kupeleka katika familia, unaweza ukawa chanzo cha kupeleka katika ukoo ukapona katika vitu ambavyo maadui zenu wamepania, familia yenu imepaniwa. Kuna vitu katika maisha ambavyo ni vya ajabu sana. Nimejifunza mnaweza mkawa na familia bora kule kijijini, hapa mjini unaweza kuwa na familia bora, ghafla ukatokea maadui wanaoichukia familia hujapata kuona na hawana sababu. Na ukiuliza kwa nini, wanasema wanakujaga watoto wake na magari. Kwa hiyo mzee yuko kijijini anachukiwa kwa sababu watoto wake wanakwenda na magari, wanachukia kwa sababu wanapeleka sukari. Ile chuki ikafanyiwa kazi, ile chuki ikazaa vitu vigumu, na mzee ghafla akaishi kijijini kwa mateso na shida na kuhangaika. Na kwa sababu kuna maadui wa familia, kuna maadui wa mzee. Lakini uliyepewa neema kupeleka sukari ni wewe, uliyepewa neema kupeleka nguo kwa wazazi ni wewe. Wewe ndio huna budi kubeba dhamana ya kuomba dua. Mungu unilindie baba yangu, Mungu unilindie mama yangu, Mungu unilindie ndugu zangu waliopo katika kile kieneo ambacho tunakaa. Mungu nisaidie kuwalinda. Hii dua inapofanyika, wao wanaweza wakajua au wao wasijue, lakini ni muhimu sana wakati wa kufanya dua iambatane na mfungo. Wakati wa kufanya dua ni muhimu ukaambatana na kutokula chakula. Esta anafanikiwa, maadui zake ndio anapata shida. Esta anapita katika kipindi hicho, lakini Esta kinachookoa Yahudi ni pamoja na dua ya Esta. Mambo haya yalibadilika. Mambo haya yalipobadilika, ikatokea mbiu. Ilipotokea mbiu, kila mtu anamchukia Myahudi ndio alikuwa tatizo la yeye kuondolewa. Nisikize vizuri, ukienda kwenye dua maadui ambao wamesimama kinyume au wana maapizo juu ya familia yako, hao maadui, dua ikiwarudia hao maadui utashangaa sana. Na ndio maana ni muhimu sana kujifundisha, kwa sababu dua ina tabia kugeuka, dua ina tabia ya kurudi. Ndio maana nimewaambia watu wa dini fulani wana dua zao sehemu mbili, ni kwa sababu upande wa pili wao ni wa kurudisha tu. Bwana asifiwe. Saa nyingine Wakristo wamekuwa na maisha haya na maombi ya namna hii Wakristo wanayapenda, na saa nyingine tunaenda katika ibada unaweza ukasikia kwamba rudi kwa aliyekutuma, rudi kwa aliyekutuma. Usidhani ni vitu vya kawaida. Ile rudi kwa aliyekutuma ni maagizo. Kama mtu ametuma vitu vya kishirikina, vitu vya kichawi, vikaja ukasema rudi kwa aliyekutuma, vile vitu vinarudi. Na vikirudi kwa aliyetuma, madhara yake kule vilikotumwa ni makubwa. Sasa Wakristo wengi huwa wanapenda kuomba maombi ya namna hiyo, rudi kwa aliyekutuma. Na saa ya kurudi vile vitu huwa havirudi hivi hivi, vinarudi vikiwa vina vitu vya ajabu mno, kwa sababu vilitumwa kwa lengo la kumdhuru mtu, na vinarudi kwa lengo lile lile la kuweza kudhuru mtu. Nimesema habari za Esta. Maombi haya yanaambatana na mfungo. Nimesema watu ambao wanawaonea, ukienda katika dua inapogeuka na kurudi kwao, unaweza ukashangaa jinsi ambavyo nguvu ya dua yako inavyoweza kufanya kazi. Nazungumza tena hapa, katika taifa, katika nchi na katika maeneo mbalimbali. Nilijifunza sana wakati wa kiongozi ambaye amefariki, Magufuli. Nijifundisha sana kipindi kigumu sana 2021, kipindi cha korona. Hakuwahi kunyamaza kimya, alikuwa anasema kila mtu na aombe, alikuwa anapeleka dua, kila mtu aombe. Ugonjwa huu uliopo hauna tiba, tusiwafungie watu wasifanye kazi, watu waende kazini,
watu waishi maisha yao ya kawaida. Jambo hili si jambo la leo na kesho. Dunia nzima haikuwa imemwelewa, na watu wote waliokuwa wanamsikiliza hawakuwa wanajua. Lakini ndio nchi pekee iliyokuwa imebakia katika Afrika na katika dunia ambayo kiongozi alisema hatuwezi isipokuwa kwa njia ya maombi. Alikuwa anahimiza dua katika nchi yake, na tulipita kwenye kipindi kigumu. Ile dua ya kila mtu ilitusaidia kufika mahali tulikofika leo. Kumbe kuna mtu akisema tufanye kitu fulani kwa nafasi aliyokuwa nayo, ina nguvu mpaka chini. Na kwa sababu hiyo kuna saa ambayo Mungu anataka kumtumia aliyepo katika nafasi ili aseme watu wafunge. Tungekuwa na muda ningewapeleka kwa Yona alipokwenda Ninawi, alipohubiri Ninawi. Watu wa Ninawi wakaamua kufunga na kuomba, dua yao ikasikiwa. Mungu akagaili mabaya kwa ajili ya nchi ya Ninawi, maana alisema nitaiteketeza. Kiongozi akasema tufunge na kuomba, asiwepo mtu atakayekula wala kunywa, na mifugo isile, wala mtu asilishe mifugo kwa muda wa siku 3. Mungu akagaidi yale mabaya. Nisikize vizuri, nataka nivushe familia yako. Kila mwaka watu kusanyika, na baadhi yetu mwezi Disemba. Lakini kuna agenda gani ambayo inazungumzwa yenye asili ya dua? Katika familia yenu, nani ambaye amesimama kama kuhani wa familia? Mkienda Disemba, nani ambaye anaweza kawaita mkaongozwa hata katika ibada? Nisikize vizuri. Ukoo wa wajomba zangu, tarehe 7 mwezi wa 4 itakuwa ni Karume Day. Wamesema tunahitaji uje utuongoze katika maombi ya ukoo wa wajomba zangu. Walikutana 9 Disemba, waliita na kuhani. Alikuwepo mchungaji ambaye alifanya maombi. Umekuwa ni utaratibu wa kila wakati kukutana na kuweza kufanya maombi katika nyumba ya mmoja wetu katika ukoo wa wajomba zangu. Tarehe 7 mwezi wa 4 itakuwa ni Jumatatu. Wanasema kula na kuangukia, tunaomba uje kutuongoza kwenye maombi ya ukoo huu wa wajomba zangu. Koo chache sana zinazoweza kudumu katika kuomba. Lakini nasema haya kwa sababu wajomba zangu wameathirika sana na roho ya kansa. Wakifika miaka 70, 72, 73, 74 wanakutana na kansa. Mara ya kwanza tulipokutana tulisema hebu tuistopishe kansa kwa sababu inakula kizazi. Tukakutana kwenye maombi na Mungu akatusikia kwenye ile maombi. Ile roho ya kansa ikasimama kwa wajomba zangu. Ni kwa sababu tulikwenda katika dua. Na sasa tunafika mahali mwaka wa juzi tulipokutana katika yale maombi ambayo tulikutana nayo mwaka juzi, tulikuwa tunasema tumekuwa na mabinti wengi katika familia yetu ambao hawaolewi. Walio wengi wanazalia nyumbani. Tulikutana kwenye yale maombi. Na tulipofanya yale maombi, tulipomaliza zilifunguliwa ndoa ambazo mimi siwezi kuzijua, na mpaka mabinti zangu akaingizwa huko ndani, wakati mimi sio ukoo wa wajomba zangu. Kuna vitu ambavyo unaweza ukadhania ni vya watu wengine, ukivishiriki kwenye maombi, vile vitu vinaweza vikawa na vikwako pia. Nachotamani ni kwamba ukipata nafasi ya kusimama na kuwashauri katika familia na kuwaomba wanafamilia, usitake muwe wengi, kwa sababu kawaida ya maombi huwaga watu hawaendi.
Hata watu wawili watatu mnachoamua mgende mkakifanye, kakifanyeni. Maombi haya ni maombi ya vita, ni maombi ambayo nimekuambia tokea mara kwanza, unakutana na maagano, unakutana na vitu ambavyo tayari vimeshawekwa. Kwa hiyo kuvunja yale maagano kunahitaji upinzani mkubwa mno, na saa nyingine hutaweza upinzani unakutana nao. Nazungumzia dua. Lakini nimemchukua mtu mwingine anaitwa Ezra. Ezra katika maombi yake katika sura ya 8 mstari wa 21, kitabu cha Ezra sura ya 8 mstari wa 21, ninasoma Ezra 8:21. Ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava, ili tupate kujinyenyekeza mbele ya Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyoka, kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa mali yetu yote. Kumbe dua inakwenda kwa watoto, kumbe dua inakwenda kwenye mali. Ndipo niliamuru watu wafunge, na pale penye mto Ahava ikatokea mbiu ya watu wote wafunge, na watu wakafunga. Nataka nikuonyeshe namna ya kipekee kwenye eneo la dua linaloambatana na maombi ya mfungo. Nataka nikuonyeshe kwa namna ambavyo dua inavyosikiwa endapo watu watakubali kwenda kufunga. Sasa kuna shida hii. Mnaweza mkakubaliana kwenye familia tufunge, tuombe, lakini watu ni waongo. Wanaweza kuambia nimefunga lakini hawajafunga. Na mmoja kati yenu akiharibu katika eneo hilo, mnaweza mkafika mahali mkawa na maombi ya bure kabisa. Jitahidini sana, kama huwezi katika kuingia kwenye maombi haya ya dua, sema nyenendeni, mimi siwezi, nina shida hii, nina shida hii, nina shida hii. Ni heri ukaacha watu wenye uwezo wa kuomba na kufunga kuliko kaingia kwenye maombi ya dua wakati wenzako wanafunga, unalivunja patano. Ezra alisema tufunge kwenye mto Ahava, akafunga Ezra na watu wote. Katika haya maisha ya kufunga, nataka niwaambie, yule ambaye mmempa dhamana kama kuhani, kama kiongozi, yeye ana nafasi kubwa sana ya kusimamia huo mfungo. Sharika mmoja wakakubaliana wafunge, naomba msininukuu vibaya, walikubaliana wafunge mfungo wa siku 40. Walipokuwa nafunga siku 40, siku ya tatu Mkristo mmoja aliyekuwa anasema kwamba amepata maono akaenda kumwona mchungaji, akakuta mchungaji anapigilia chai. Huyu Mkristo amefunga akapata maono, anataka kwenda kumshirikisha mchungaji, mchungaji anapiga chai. Sasa mchungaji, umesema tufunge, leo mimi sijajiandaa na kufunga. Nataka niwaambie, kama huwezi kufunga usiwaambie watu wafunge. Kama ni kiongozi, nikwambia tusifunge, tusifunge. Nikwambia tufunge, tumaanishe tunataka kufunga. Usiwatwike watu mzigo ambao wewe mwenyewe huwezi kubeba. Usiwabebeshe watu mzigo ambao kwako wewe hutauweza. Ni lazima wewe ujikubalie kwamba nataka, na watu wakifuata nyuma yako, kama wanaefuata nyuma yako watakuwa si waaminifu, lakini wewe uliyepewa dhamana ya kuwa kiongozi, dhamana ya kuwa kuhani, ni lazima usimame kwenye kufunga. Ezra akaamua kufunga, akaamuru watu wafunge. Kuamuru maana yake ya kwamba sio kubembelezana, ni mamlaka. Ninasema sasa hakuna kula, ninasema sasa watu wote wasile. Na Ezra anapofanya hivi, Mungu anawaangalia na Mungu anawatunza kwenye dua. Katika Nehemia sura ya 1 mstari wa 4 hata wa 10, pale kuna maombi ambayo maombi haya yanaambatana au ni maombi maalum kama muombaji wa dua. Haya ni maombi ya maelekezo, dua inaombwaje. Haya maneno tutayapitia na kuyaangalia. Nehemia sura ya 1 mstari wa 4, na
mstari wa 4 hata wa 10. Ninasoma, sikiliza dua. Hata ikawa niliposikia maneno hayo, nikaketi nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha. Kisha nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni nikisema, sikiliza maneno haya: nakusihi e Bwana Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, mwenye kutimiza agano lake na rehema zake kwa hao wampendao na kuzishika amri zake. Tega sikio lako, macho yako yafumbuke, upate kusikiliza maombi ya mtumishi wako ninayaomba mbele zako wakati huu mchana na usiku, kwa ajili ya wana wa Israeli watumishi wako. Hapo nilipoziungama dhambi za wana wa Israeli tulizozifanya juu yako, na mimi na nyumba ya baba yangu tumefanya dhambi. Tumetenda maovu mengi juu yako, wala hatukuzishika amri wala sheria wala hukumu ulizomwamuru Musa mtumishi wako. Na kuomba likumbuke neno lile ulilomwamuru Musa mtumishi wako ukisema, mkikosa nitawatawanya kati ya mataifa, bali mkinirudia mimi na kuzishika amri zangu na kuzitenda, watu wako waliofukuzwa wajapokuwa katika pande za mwisho za mbingu, hata hivyo nitawakusanya kutoka huko na kuwaleta mpaka mahali pale nilipopachagua, ili kuliweka jina langu hapo. Basi watu hao ni watumishi wako, watu wako uliowakomboa kwa uweza wako mwingi na kwa mkono wako hodari. Haya ni maombi ya dua. Sikiliza vitu muhimu. Haya ni maombi ya dua. Sikiliza vitu muhimu. Nataka nikueleze vitu muhimu kwenye haya maombi yanayoitwa maombi ya dua. Moja, anamwambia Mungu, nakusihi usamehe. Nakusihi usamehe. Ezra hasemi kwamba mimi simo. Ezra naye yumo, ingawa ukimwangalia ndani Ezra hajakosea, lakini Ezra anasema na kuomba utusamehe. Usiache katika nafasi hii kutokujua toba na kuomba toba kwa ajili ya kwako na kwa ajili ya watu unayewaongoza. Jambo la pili, Ezra anasema naomba rehema. Rehema ni kupata msaada wa Mungu ambao sio halali yako kulingana na makosa uliyofanya. Inaitwa rehema. Unapata msaada wa Mungu si kwa sababu ya haki yako kulingana na makosa uliyofanya, ulistahili adhabu, lakini unaomba rehema. Ukirehemiwa maana yake ya kwamba ukifanyiwa fadhili na Mungu, maana yake ya kwamba ukipendelewa na Mungu, maana yake hicho kitu kinachoitwa usivyostahili kinaitwa rehema. Jambo la tatu, Ezra anamkumbusha Mungu, kumbuka sisi ni watu wako. Kumbuka ulitupigania. Kumbuka ulitushindia. Kumbuka ulitutendea. Mkumbuke na Musa mtumishi wako. Kumbuka. Haya ni maombi yanayoambatana na dua. Na Yesu anasema tunakuomba sa Mungu, turudishie nafasi yetu tuliyoipoteza. Tunaomba Mungu turudishie mahali ambapo tulitakiwa kukaa. Mungu turudishie. Nisikize vizuri. Kuna familia ambazo zilikuwa zinabeba nafasi ya kipekee sana
Leo natamani sana kuzungumzia vijijini. Nyumba sawa zote zilikuwa za miti, lakini nyumba ya kwanza ya bati ni ile ya kwenu nyinyi. Sawa, nyumba zote zilikuwa za matope, lakini bati la kwanza liliozekwa nyumbani kwenu lilikuwa kila mtu anatamani kuona kwamba na mimi ningepata nyumba kama ya kina fulani. Halafu baada ya miaka kadhaa nyumba yenu ya bati ilibakia kuwa vile vile, lakini waliwazunguka watu walijenga nyumba za matofali na juu wakaezeka na bati. Nyinyi ya kwenu miaka ile ilikuwa ndio nyumba ya mfano, ilikuwa ni nyumba ya matope, lakini ya kwenu ilikuwa nyumba ya matope iliyoezekwa bati. Lakini ghafla mambo yakabadilika, wengine wakaja wakajenga kwa matofali wakaweka na bati. Yako nyinyi ile ya udongo ambayo mliweka na bati iliyokuwa inaonekana kama room model katika eneo lile, ghafla inaonekana sio nyumba tena. Nisikize vizuri. Na wakati huo kwenye familia mnaingia kwenye misukosuko na misuguano. Kila mtu anataka aonyesha kwamba yuko katika kiwango fulani, amenunua kiwanja Dar es Salaam. Ile hali ya umoja ambayo mlilelewa imevunjika ghafla. Kwa sababu ile hali ya umoja mngekamatana, mngejenga pale nyumbani. Ghafla ile hali imevunjika. Anasema kama mwenye haki ya kujenga kule nyumbani ni bwana mdogo, kwa sababu yeye ndio atakayeenda kukaa katika ule mji. Ule mji mimi sio wangu, ule mji ni wa bwana mdogo. Bwana mdogo naye anasema kwamba kama wao waliotangulia hawaoni thamani ya kujenga hapa, na mimi sijengi. Bwana mdogo anatafuta kiwanja Mbezi, kaka mkubwa anatafuta kiwanja Kibaha, mdogo mtu anatafuta kiwanja Mlandizi. Watu kule nyumbani wametulia kimya. Nataka nikwambie, ipo siku mtapeleka msiba. Mkifika pale ndio mnaanza kukaa na kuanza kujiuliza, hivi ilikuwaje? Mnafikia kwa nyumba ya baba mdogo wa shangazi, kwa sababu kwenu mji tena haukaliki. Lakini mmetoka Dar es Salaam kwa heshima, mmetoka Dar es Salaam, mmekodisha gari milioni 2, milioni 3, mmefika pale na watu mnasema hatuweki hapa msiba tunaopeleka kwa baba mkuu. Usidhanie vile vitu ni vya kawaida. Vinahitaji Mungu asimame kwenye dua, awasaidie kurudisha tena yale mahusiano, mkaanza kushikamana tena, arudishe tena kuanza kuona kwamba na fulani ana mchango wake kwenye familia, hata kama hana uwezo wa kifedha, lakini ana mchango wake katika familia. Tumwite basi kwenye haya maombi, tuombe pamoja naye. Maombi haya, dua, lazima mkubaliane. Mfike mahali mnasema kwamba tunakutana mahali fulani, na kama mna uwezo tafuteni mahali ambapo kuna chimbuko. Kama hapa Dar es Salaam ndio kaka mkubwa yupo, mwambieni kaka mkubwa tunatamani kuja kufanya hapo. Kama baba yupo, tafuteni kwa baba. Maombi ya dua hayafanyiki katika ibada. Maombi ya dua hayafanyiki kanisani. Maombi ya dua yanalenga kwenye ngazi ya familia. Nimekwenda Moshi, Kilimanjaro zaidi ya mara 10 kwa ajili ya maombi haya yanaitwa maombi ya dua. Tulienda katika miji kadhaa, lakini kumbukumbu zangu za ajabu sana zinanipa nilipoenda pale njia panda ya Himo. Pale ndio kumbukumbu zangu zimetulia sana, waliponiambia kwamba vijana miaka 45 hawavuki, wanakufa. Kwa hiyo hatuna wazee, akifika kijana miaka 45 anakufa, vifo vya ajali, vifo vya ghafla. Hakuna mtu anayevuka miaka hiyo. Nilienda katika ule mji, nikakaa na wale wazee, nikauliza ni nini, nipeni historia yenu na maisha yenu, mlitokaje, nimefikia wapi, nini ambacho kimetokea? Mzee yule akanieleza kwamba hawa nyumba ya hawa babu yao aliua. Nyumba ya hawa babu yao aliua, walimuua mtu ambaye alikuwa anapita hapo njiani. Eneo lile wanalima vitunguu, kwa walikuwa wanalinda vitunguu. Sasa wezi wa vitunguu wakaja kufika katika yale mashamba, wakawa wanafukua vitunguu. Walipoamka na kuwafukuza wale wezi, wakakimbia, hawakuwapata. Kijana mmoja aliyekuwa anapita ile njia katika yale mashamba ya vitunguu wakamkamata. Walipomuuliza yeye ni mtu wa wapi, akasema yeye ni mtu wa Tanga.
wakasema hawa ndio wezi wenyewe. Kule babu yao alimuua yule marehemu. Wakati anakufa anasema, na nyinyi mtakufa hivi hivi, na nyinyi mtakufa hivi hivi. Wakamuua, wakamfukia katika yale mashamba ya vitunguu, na maisha yakaendelea. Ikifika miaka 45, umri wa yule kijana aliyeuawa, katika ile nyumba inatokea msiba. Lakini watu wanaelewa katika lile boma, unatoka katika boma lile uko salama. Ukiingia katika lile boma, ukikaa, ukipata mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, ukijaliwa kupata mtoto wa tatu, kansa inaingia. Kina mama katika lile boma wanakufa na kansa, kina baba wanakufa na ajali, wanakufa vifo vya ghafla. Nikaenda katika ule mji, nikauliza, mna idea yote ya mahali ambapo mlikokuwa mmefanya au jambo hili lilikokuwa mmefanya? Kasema twende. Ingawa ni miaka kwa miaka imepita, lakini tunatambua kwa sababu kila mahali tunalizungumza jambo hilo. Tulipofika pale, Mungu akanipa ufunuo wa ajabu sana. Alinipa ufunuo wa ajabu mno, na nilijifundisha jambo ambalo lilitoka kwa Mungu mwenyewe. Nikasema tushiriki sakramenti hapa, na mimi natembea na sakramenti kwenye gari yangu. Kwa tukashiriki ile familia nzima, mwili na damu yake Yesu Kristo. Na tulipomaliza pale, nikasema vifo vimefungwa kupitia damu ya Yesu Kristo. Sasa mrudi muendelee na maisha yenu. Kila wakati ile familia inasema kwamba mchungaji, na sasa tunaanza kuonea miaka inakwenda. Ile familia iliyoniita imefika miaka 45, wale ambao walikuwa wanafikiriwa kwamba anaondoka, Mungu akawavusha ile miaka 45. Likawa ni gumzo pale ya kwamba mkiwa na jambo lolote mtafuteni yule mchungaji wa Dar es Salaam. Wakanifanya kuwa mganga. Nikaona kwenda, nimeenda pale mara nyingi. Sikio nikienda nikakutana mahali ambapo yamewekwa masale yameoteshwa pamoja na kahawa na migomba. Hiyo ni madhabahu. Masale yameoteshwa hapo hapo kuna migomba, hapo kuna kahawa. Kwa hiyo ni kama kichaka fulani. Hiyo nyumba nilipelekwa, wakaniambia pale zamani alikuwa anatoka nyoka. Na yule nyoka alipokuwa anatoka, alikuwa anatoka anakwenda kukaa pembeni, anaota jua. Na ilikuwa ni marufuku mtu kumpiga yule nyoka. Nyoka yule alikuwa yule nyoka aliendelea kukua, lakini alikuwa hagusi yule nyoka. Alikuwa anakaa pale. Kwenye ile familia, binti mmoja akamchokoza baba yake. Baba akasirika kutoka katika pombe zake, akasema yuko wapi huyu nimtandike. Yule binti akakimbilia pale anapokaaga nyoka. Baba yule akamtafuta, alipokosa akafunga mlango akalala. Asubuhi alipoamka akamkuta binti yake pale, akasema kuanzia leo huyu binti hatapigwa tena katika hii nyumba. Amelala pale, huyu binti hatapigwa tena. Yule binti akaja kuolewa. Huyo mume wake afanyeje? Ameweza kulala pale mahali anapolala nyoka. Umeoa, mume afanyeje? Ndiyo, kila wakati yule binti akipata ujauzito, ikifika miezi 7, miezi 8, mimba inayuka. Anaamka asubuhi hana ujauzito, wakati alikuwa anaona mtoto anacheza na kila kitu. Walipoambiwa ya kwamba kuna maombi, wakaniita tena, akasema njoo. Nikafika pale nikamuuliza, sasa wako upande wa kwa mume, hayo yametokea upande wa kwa mke. Akasema tunaomba twende kule kwa wakwe zangu, tukafanya maombi pale. Tena Mungu akanipa ufunuo mwingine. Tulikata kile kichaka, tukakifagia kile kichaka, tukakiondoa kile kichaka. Akasema na ndizi hapo zinazaa sana, lakini hakuna mtu anayekata ndizi katika ile eneo la madhabahu. Tunaposema dua, mimi siwezi kujua umetoka katika mazingira gani. Tunaposema dua, mimi siwezi kujua unaishi katika maeneo gani. Lakini kuna vitu ambavyo vinaweza vikakuandama kwa sababu ya watu waliofanya huko nyuma wakakukosesha na ukaingia kwenye makosa. Ezra naomba, na Mungu anaweza kuinua watu wafanye dua katika familia ulikotoka, wafanye dua katika nyumba ulikozaliwa. Na kama hujawa na hao watu lakini unatamani kuanza, ni muhimu kuanza wewe ukaiponya nyumba yako.
ukaponya watu wanayekuzunguka. Ni muhimu wao ukaanza, kwa sababu hivi vitu vina tabia ya kuweka na kuendelea na kuendelea na kuendelea, na vina tabia ya kujirudia kujirudia kujirudia. Kwa hiyo natofautisha kati ya sala ambayo ilikuwa ni ya kwako mwenyewe binafsi, ambayo ndani yake ina mahitaji yako. Leo nazungumzia dua ambayo ina mahitaji zaidi ya kwako wewe, ila sio maombezi, ila inagusa mahitaji ya watu wengine pia. Ni muhimu sana ukajua, na Mungu akipenda wiki ijayo nitazungumzia kuhusu maombezi. Maombezi ni nini? Na tutafika mahali tutaweza kuwa na muda wa maombezi kama tutapata kibali hicho wiki ijayo Jumatano. Alafu ndio itakuwa siku yangu ya kuzaliwa, birthday yangu siku hiyo. Kwa hiyo tarehe 26 itakuwa Jumatano ijayo. Ndio, bado haijanitoka kichwani. Kwa hiyo nitakuwa na birthday na nitafanya maombezi pia. Nadhani nitafanya maombezi siku hiyo. Au wanangu watataka nirudi mapema sijui nyumbani. Maana birthday ni kushangilia kupunguza siku zako za kuishi. Karibuni. Kama tuna maulizo, siku yangu ya kupunguza siku za kuishi itakuwa ni Jumatano ya wiki ijayo. Napunguza siku za kuishi. Kwa hiyo ukisherekea unasherekea umepunguza. Kama tuna maulizo, kama kawaida nataka twende kwa namba. Kama tuna ulizo nyosha mkono au moja. Kama tuna ulizo nyosha mkono 2. Tunaishia 5 Kama tuna ulizo nyosha mkono 3. Kama tuna ulizo nyosha mkono 4. Na sasa 5. Mungu atubariki. Karibuni kumshukuru Mungu kwa sadaka. Yesu nipendaye, (319) ni wewe